Kingine ambacho amezungumza Manara ni kuhusiana na kuitishwa kwa mkutano mkuu wa dharura wa wanachama. Of course kwenye katiba ya klabu yoyote ile kuna lazima kuna kipengele cha kuitisha mkutano mkuu wa dharura kama mambo hayaendi vizuri. Lakini unavyoitisha mkutano mkuu wa dharura maana yake kuna ajenda za kujadili ambazo hizo ajenda zinahusiana labda na changamoto ambazo zimetokea. Yani kwenye mkutano wa dharura mnajadili ajenda ambayo imetokea kwa wakati, yani changamoto ambayo imetokea kwa wakati ndio inakuwa ajenda kuu. Sasa moja ya vitu ambavyo amevisema ni kwamba waitishe mkutano wa mkuu wa dharura kujadiliana kuhusiana na kugoma kupeleka timu kwenye mchezo wa dabi. Yes. Lakini unajua hili sio swala ambalo linahusu wanachama. Okay. Hili ni swala ambalo linahusu viongozi wa club. Viongozi wa klabu ndio ambao wanaweza kuamua tupeleke timu ama tusipeleke timu. Ikitokea viongozi wa Yanga wamekubali kuitisha mkutano mkuu wa dharura na kweli wakakaa na kujadiliana kuhusu kuwasikiliza wanachama kukataa kupeleka timu siku ya tarehe ya mechi ambayo itapangwa, manake hayo pia yatatuonesha udhaifu mwingine wa uongozi wa Young Africans. Manake ukishakuwa kiongozi na lazima uwe na mamlaka, uwe na uwezo wa kuamua mambo kutokana na namna taratibu na kanuni zinavyoeleza. Sasa swala la timu la ratiba za mechi za ligi kuu ni swala ambalo lipo chini ya viongozi wa klabu ya Young Africans na sio chini ya wanachama wa Young Africans. Ingekuwa ni swala kikatiba ama swala lingine la kiuendeshaji, labda timu ina ukata wa fedha na vitu vingine, wangeweza kuitisha mkutano mkuu wa dharura kwa ajili ya kujadili mustakabali wa klabu kuhusiana na masuala ya financial kama kuna changamoto, au kuhusiana na masuala ya wadhamini kama kuna changamoto, au kuhusiana na swala lote la kiuendeshaji ndani ya klabu. Lakini swala ambalo linahusu uendeshaji wa ligi ni swala ambalo liko chini ya bodi ya ligi, kwa sababu wao ndio wanapanga ratiba. Klabu itapanga tu taratibu zake za kiusafiri na maandalizi ya mchezo, ambao hivyo vinabakia kuwa chini ya uongozi wa klabu. Lakini ikitokea kweli klabu ya Young Africans au wakakubali wazo la Manara la kuitisha mkutano mkuu wa wanachama ili wajadiliane kuhusu kushinikiza kugomea mchezo kwenye tarehe mpya ambayo itapangwa, maana yake uongozi wa Young Africans nao utakuwa una changamoto zake, na hayo yatakuwa ndo madhaifu ya uongozi pia wa Yanga ambao uko madarakani, kwamba utaonekana kama ni uongozi ambao hauna uwezo wa kuamua jambo mbele ya wanachama. Unajua wanachama ndo wanakupa nafasi ya kuiongoza club. Lakini ukishakuwa kiongozi sio kila kitu unatakiwa kuwasikiliza wanachama. Kuna vitu ambavyo vinapaswa kusikilizwa. Yeye kiongozi kuwa na uwezo wa kuviamua mwenyewe pasina kusikiliza wanachama wanasema kitu gani. Kwa sababu vipo vitu vingi ambavyo vinafanyika na wanachama pia hawashirikishwi. Wanaona tunao kwenye mitandao na vitu vingine kama hivyo. Ni kwa sababu viongozi ambao wamepewa mamlaka wana authority ya kuamua kwamba kikae hivi, kikae hivi, kikae hivi.